الله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني وهدي قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Tashukuru tuko Tabora katika Masjidul Karim, tuko na ndugu yetu mpenzi wetu mpenzi wa Ahlul Bait, mpenzi wa Twarika Sheikh Hussein, ambaye ndio imamu na ndio mwalimu upande wa wanaume na ni mwalimu upande wa wanawake. Hapa ndio Masjidul Karim, na pia tumwambia kuna uradi wa kusoma wa Ratibul Haddad. Sasa na muhadhara wetu khairul kalami ma tabaqa muqtada alhal, ubora maneno ni yale yalofungamana na hali yenyewe. Kwa hivyo sasa hunu msikiti umetupa mada yake na uradi umetupa mada yake. Msikiti umetuambia ni Al-Karim na uradi tumwambia ni Ratibul Haddad. Kwa hivyo tuziwili tutataka tuzifafanue, na kitu cha kwanza tutafafanua Al-Karim. Mama na Al-Karim. Al-Karim hii ni katika lugha ni ismu mushabbatu bismil fa'il, na maana yake inatumika kwa ismu fa'il na inatumika kwa ismu maf'ul. Kuna lugha Kiarabu majina fulani hutumika kwa mwenye ismu fa'il na ismu maf'ul, hasa ismu mushabbatu bismil fa'il. Hasa Karim ni mwenye kutukuza sana, maana mubalagha ine katika lugha, katika fi'il mubalagha. Karim mwenye kutukuza sana, na Al-Karim mwenye kutukuzwa sana. Kwa hiyo ni mwenye kutukuza sana, ni mwenye kutukuzwa sana, yani ismul fa'il na ismu maf'ul. Kama mfano Habib, Habib mwenye kupenda sana na Habib mwenye kupendwa sana. Unajua Kiarabu kuna majina wa kama Ramim wenye kutakalika, yani wenye kuoza. Ramim wenye kuozeshwa. Kama Qatil, Qatil mwenye kuua sana na Qatil mwenye kuuliwa. Na Jarih hivyo hivyo, mwenye kupata jeraha na mwenye kupatiwa jeraha. Na Qatil huwa ni katla na Jarih huwa ni jarha. Lakini Karim jamii yake ni kurama, yani jamii taksiri yake ni kurama, maana kurama ni watukufu. Al-Karim katika Qur'ani imekuja mara 23. Mara 23 katika Qur'ani kilima cha Karim. Kisha kuna laqad karamtu bani adama, kisha kuna laqad karamna bani adama katika ismu fil madhi, na fil madhi mamlu biqadas kuna ardhi. Lakini laqad karamna hakika tumemtukuza, laqad karamna bani adam, yani Mwenyezi Mungu asema ametukirimu. Hakusema akramna, amesema laqad karamna, yani wenyewe wakwambia wenye sarfa ziyadatul mabna fi ziyadatil maana. Kitu kikiongezwa katika sampuli zake za kusoma, basi na maana yake pia huongezeka. Kuna tofauti kusema laqad akramna na kusema laqad karamna. Akramna huwa ni kidogo, lakini karamna huwa ni sana ama nyingi. Fili baki na wanafunzi, fili kitu ya shide huwa ni sana ama huwa ni nyingi. Kuna kitu chaitwa sana na nyingi. Nini maana sana na nyingi? Pengine tuelewe. Sana maana kisema kama ile ya Nabii Yusuf, wa ghalaqatil abwaba. Ghalaqa, hii ni ghalaqa, iko tukisema aghlaqa ndio ingekuwa sawa. Aghlaqa ameshindika, lakini ghalaqa ina maana sana na wingi. Je, maana sana na wingi nini? Maana sana maana yake yule Zulekha alifunga makomeo yote na tumbu zote na zote za kufungwa zile. Yani kama yule mwenye duka akafunga kufuli ya juu ya katikati ya chini, ndio maana yake ghalaka. Yani maana alifunga zipiki zote za kufungwa. Hiyo inakubalika. Na inakubalika wa ghalaqatil abwab, milango ilikuwa ni milango 7. Hapa ni shadda, hapa ni kathra. Yani milango 7. Alifunga mlango wa kwanza, mlango wa pili, mlango wa tatu mpaka mlango wa 7. Yani rumu ya Zulekha ilikuwa katika rumu ya 7, milango 7. Sasa zote tafsiri ni milango 7, na tutatafsiri alifunga sana. Angalia Qur'an utasikia nazala alayka na anzala.
nazala na anzala. Anzala huwa ni mara moja tu, inna anzalnahu fi laylatin, inna nazzalnahu, inna anzalnahu, maana tumeteremsha kwa mara moja. Lakini sema nazzala alayna, iko katika Qur'an, nazzala alayka kitaba, maana tumeteremsha kitabu ambacho kwamba ni kingi na chenye mambo mingi, ndio maana yake. Hasa Al-Karim ni katika majina ya Mwenyezi Mungu. Karim ni katika inna rabbi ghaniyun karim. Karim ni katika jina la Mungu. Karim ni katika jina la Qur'ani, innahu la Qur'anun karim. Innahu la Qur'anun, katika suratul Waqi'a ni jina la Qur'ani. Mungu ni karim na Qur'ani ni karim na mtumi ni karim. Innahu la qawlu rasul karim, innahu la qawlu rasul karim. Tena angalia rasul karim katika Al-Haqa na katika idha shamsu kuwirat. Katika idha shamsu kuwirat ni Jibrili, katika Al-Haqa ni mtume Muhammad innahu la qawlu rasul karim dhi quwwatin inda arshi makin. Muone dhi quwwatin kulingana na mukarana ya maneno, kwa kuwa imekuwa dhi quwwati mwenye nguvu, inda dhilashi makin, katika arshi makin imekuwa hapa ni Jibril. Kwa katika idha shamsu kuwirat sura takwiri pale ni Jibril, katika sura Al-Haqa pale ni mtume Muhammad, na zote inna la qawlu rasul karim, hakuna tofauti. Isabu maneno yale yale na irabu zile zile, lakini huku ni mtume na huku ni Sayyidina Jibril. Na pepo pia ni karim, rizqun lahum rizqun karim, lahum ajrun karim, wana riziki karim. Yani pepo pia yale yale uko peponi katika karim. Karim maana ni mwenye kutukuzwa na mwenye kutukuzwa. Kwa hivyo mtume nao la kaulu rasuli karim, mtume neno la mtume alotukuzwa na alotukuza, alotukuzwa sana na alotukuza sana. Maana ukifuata mtume utatukuzwa sana, na Jibrili ni hivyo hivyo. Kwa tumefahamu na Al-Karim ni Mwenyezi Mungu, Al-Karim ni Qur'ani, Al-Karim ni mtume, Al-Karim ni Sayyidina Jibril, Al-Karim ni pepo. Tumefahamu Na Al-Karim unaweza kumuita mtu lakini usitie alifu na lam, kumuita Karim. Al-Karim ufai kumuita mtu, mtu mwite Karim, Rahim, Latif, Hakim, lakini unaweza kumuita mtu Al-Karim. Ile al ni al-ma'rifa, na maarifa angalia tuona hata mtume inna la qawlu rasulin karim, akuja inna la qawlu rasul al-karim, karim. Kwa hapa imekuja kwa nakira, kwa tanwini, kwa mtu aweza kuitwa Karim, mtu aweza kuitwa Hakim, mtu aweza kuitwa Rahim, mtu naweza kumtia Abdu pia, Abdul Karim, Abdul Rahim, Abdul Hakim, Abdul Latif, zote naweza kumwita Latif, ukamwita Rahim, ukamwita Hakim, yote za kumwita Al-Karim. Wajua kuna watu wapinga wakwambia nyinyi mwasema makosa kusema Ramadhanu Karim. Mwasema makosa kusema Ramadhanu Karim. Kosa letu lipi? Hapa ni kusema Ramadhanu Karim. Sasa Ramadhani si Karim. Ramadhani huwa shahrun yuzadu fi rizqul mu'min. Katika Ramadhani huzidishiwa riziki ya mtu. Je, riziki kizidi, mtu akitoa riziki wa ni karimu si karimu? Basi kwa Ramadhani uzidisha riziki, yuzadu fi rizqil mu'min. Yani mtu Ramadhani bajeti yako na ekonomi yako Ramadhani Mungu kuzidishia. Ama ujue kama kuzidishia, hebu angalia unachokula Ramadhani na unachokula baada Ramadhani na kabla Ramadhani kinakuaje? Mama ndio wajua wapika, wajua tofauti Isiyokuwa Ramadhani unaweza kula ugali, ukala mboga ya majani, lakini Ramadhani sidhani kama utakula ugali. Labda kama una umito utakuwa una mimba basi upenda ugali basi. Au kama haukushuki maka ingine chakula kingine. Lakini angalia ile baraka uingia. Watu katika Ramadhani hupika chakula zizuri na kuna siku kuu na wakafuata na nguo. Wakala wakavaa. Ndio ka Ramadhanu Karim. Na ika Ramadhanu Karim wale matajiri katika Ramadhani huwa ni makarimu. Nakwambia karimu ismu fa'il na ismu maf'ul. Yani matajiri katika Ramadhani wa karimu. Tajiri siku zote
kutoa kidogo kidogo, lakini Ramadhani tumeona karimu sana. Na kama tajiri hakuwa karimu Ramadhani, hana tamaa tena kuwa karimu le. Mupo ikiwa tajiri Ramadhani, tajiri Ramadhani hatoi zaka, hatoi sadaka, hana ukarimu, basi usishike tamaa, miezi mingine atakuwa nazo hizo. Na ikiwa wewe Ramadhani huswali, basi miezi mingine ndio huswali zaidi. Bali hakuna istilahi wengine kwambia je, mtu ufunga lakini haswali, ama huswali hafungi. Unajua kuna hukumu yake nini? Tukwambia hao ni muongo. Aswalio ndo afungae, na afungae ndo aswalie. Asoswali hafungi, na asofunga haswali. Umeelewa? Aswalio ndo, na afungae, asoswali na asofunga, basi mafhumu almuwafaqa na mafhumu almukhalafa zote mbili hapa. Ukienda kinyuma na ukienda kimbele pia. Zote mbili ambao kwamba hizo ndo zinapatikana. Lakini mbona tumuona haswali lakini hali muongo ala kisiri yoyo. Hali mbele ya macho tu lakini kisiri. Hafungi inavyotakana kufunga. Kama unataka kufunga, afunga kisawasawa, angekwenda kuswali inna salata tana. Swala katazama chafu, na Mwenyezi Mungu anasema uongo. Swala ukatazama chafu. Sasa wewe uswali, itakuwaje ufungi? Itakuwaje wafunga lakini huswali? Ima swali ufunge, funga uswali, lakini kama huswali ufungi, na kama ufungi uswali. Sallallahu alaihi wasallam. Sasa zinaposema Ramadhanu Karim, kuna maana ya pili Ramadhanu Karim. Sisi tumekwambia Karim imeasmul fa'il, maana Ramadhani huwakirimu watu. Na Ramadhani hukirimiwa. Ramadhani ndio Mtume akasema huwa shahrun adhimun mubaraku fi, ni mwezi uliokuwa mkubwa wenye kubarikiwa. Yani Ramadhani hubariki mambo, hata ibada. Angalia ibada katika miezi mingine utakuwa faradhi waweza kulipwa 10, lakini Ramadhani faradhi ngapi? 70. Faradhi ni 70 na sunna ni faradhi. Katika Ramadhani kufanya jambo la sunna utaandikiwa umefanya jambo la faradhi, na ukifanya faradhi itakuwa wewe umefanya nini? Sunna. Ramadhani imekirimiwa kwa sababu mtu ikiwa hatokirimiwa na Ramadhani, basi hatokirimiwa na miezi mingine. Ikiwa ukirimiwa na Ramadhani, ndio Mtume akasema bauda man adraka ramadhana falam yughfar lahu, uko mbali aliyopata Ramadhani na asighfir. Maki Ramadhani ni mwezi wa kukirimu, Ramadhani ni mwenye kukirimiwa. Na Mtume asema man lam yughfar fi shahri Ramadhan fa yushari yughfar lahu. Ikiwa wewe kusamehewa Ramadhani, utasamehewa mwezi gani? Sasa nikisema Ramadhani Karim, kosa langu ni lipi? Na kuna juma pia utasema Ramadhani sema shahru mubarak, shahrul karim. Na juma pia tutasema jumatun. Watu wengi ukosa sikia tutasema jumatu mubarak, umekosea kilugha. Kilugha sema jumatun mubaraka, kwa sababu ile juma ni mwanamke, ni muannath, na muannath huwa inate. Lakini waweza kutumia juma karim ukapata. Sasa lazima sema juma karima, karimu tosha, kwa sababu hii ni faili hutumika kwa mwanamume na mwanamke. Hii ni faili hutumika kwa mwanamke. Kwa sababu juma tu karim, basi juma ya Mwenyezi Mungu, yani al-Karim ni katika majina ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kusema Ramadhani Karim, na Karim katika Qur'ani tumeambiwa ni Qur'ani, inna la qawlu rasul, na Ramadhani Karim. Kwa Ramadhani ni mwezi wa Qur'ani, na kwa Ramadhani mwezi wa Qur'ani, shahr Ramadhan alladhi unzila fi. Kwa hivyo tutakomepata tukisema hapa, tusema Ramadhani Karim, hapa tumeondosha nini? Yani imeondosha habari, tukabakisha ile nati, ikawa ni niaba ya habari. Mara nyingine huja ikaondoshwa ile habari, ikabakia nini? Ile nati, na ile nati ikajulisha habari. Angalia katika Qur'an, sikia wadhkurullaha dhikran, wadhkurullaha dhikran, mtajeni Mwenyezi Mungu utajo sana, kathiran sana, karimu sana, mpaka useme sana ndio mubalagha. Lakini katika wengine usema wadhkurullaha kathira, huku wadhkurullaha dhikran kathira. Hapa imetaja nini?
imetaja masdar. Lakini pale imekuja kathira, imekuja nati ya masdar. Kwa katika Qur'ani inakuja wadhkurullah dhikran kathira na wadhkurullah kathira. Bali katika Kiarabu ikiondoshwa huenea zaidi kushinda kuweko. Ikiambiwa wadhkurullah kathira huenea zaidi kushinda udhkurullah dhikran kathira. Yani kitu kikiondoshwa, hata mafuulu ikiondoshwa huenea zaidi kushinda kuweko. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna, je walingana wale wenye kujua? Kujua nini? Imeondoshwa mafuulu na hii ni mutaaddi. Walladhina la ya'lamuna, hawajui nini? Imeondoshwa. Sasa kule kuondoshwa ni maana huenea. Lakini Mwenyezi Mungu alisema qul hal yastawi alladhina ya'lamuna al-ilma walladhina la ya'lamun, ingekuwa ishafungika. Ingelikuwa kuwa walingana wajua elimu na wasiojua elimu basi. Lakini wenye kupeleka gari na wasiopeleka gari ingelikuwa pia utenganafu vipi? Ingelikuwa walingana. Wenye kujenga na kuna wengine ufanya kazi hawakusomea, hujenga, hutengeza kwa makanika. Sasa ile kule sawi ladhina ya'lamuna, manake je wajua wenye kutengeza magari na wasiojua kutengeza magari? Je wajua watu waliokuwa makanika na wasiokuwa makanika? Je wajua wenye kujenga na wasiokuwa kujenga? Kule kuondoshwa imekuwa ifadatu ta'mim, kuenea. Wallahu yad'u ila dari, Mwenyezi Mungu aita mwita nani? Kama alitaja angekuwa yad'u mu'min, lakini yad'u imeondosha mafulu. Sasa mtaje mtaka aita waumini, aita wasiokuwa waumini, aita wanawake, aita wanaume, aita wadogo, aita wakubwa, aita wa zamani, aita pia, yote ni katika kuondoshwa. Sasa Ramadhanu Karim, kwa kuwa Ramadhani atakaikirimiwe pia ismu fa'il. Ramadhani atakaishimu, sababu Ramadhani ni mwezi wa Mwenyezi Mungu. Ramadhani ni mwezi, angalia Mwenyezi Mungu alivyoheshimu Ramadhani mpaka mita shahru Ramadhan, hakuita Ramadhan, shahr Ramadhan. Mwenyezi Mungu ameitukuza Ramadhani kwa sababu ya kuteremsha Qur'ani. Nataka tufahamu kitu kimoja. Ramadhani imetukuka kwa sababu ya Qur'ani, lakini sio Qur'ani imetukuka kwa sababu ya Ramadhani. Mmenifahamu? Ramadhani imetukuka lakini si Qur'ani imetukuka. Sivyo. Qur'ani hutukuza mtu, Qur'ani haitukuzi yeye. Wewe ukitukuza Qur'ani, ile Qur'ani na kila kilofungamana na Qur'ani hutukuka kwa sababu kimefungamana na Qur'ani. Mwangalie Sayyidina Jibril amepata cheo kwa sababu ameteremsha Qur'ani. Maka imepata cheo kwa sababu imeteremka Qur'ani. Mtume amepata cheo kwa sababu ameteremshiwa Qur'ani. Na wewe ukisoma na wewe utapata cheo kwa sababu soma Qur'ani. Angalia inna anzalnahu ila lailatul qadri, imekuwa lailatul qadri kwa sababu Qur'ani imeteremshwa hapo. Lau kama Qur'ani ikiteremshwa lailatul qadri haingekuwa na cheo. Yani lailatul qadri hutukua. Maana Qur'ani kazi yake kutukuza. Qur'ani kazi yake ni wewe tu kwa karatasi tu hapa. Hivi sasa tu kwa karatasi. Unaweza kwenda nao choni ukatambia nayo. Kenda dabuni kule hewani ukakojoa ukajifuta nayo. Sikuwa ni choni kuna karatasi, hamjezona. Lakini karatasi ile ile andika ayatul kursi ama qul huwallahu ahad, itakuwa ni ishakuwa Qur'an. Licha kuishika, hufai kuishika paka utawadhe. Karatasi kuna na tambia choni uani, leo imekuwa paka nitawadhe. La yamasu, kwani Qur'ani nini? Qur'ani karatasi. Tena Qur'ani, angalia Qur'ani inavyotukuka. Ile Qur'ani ukiwa huna udhu hufai kushika hata legombo lande boxi tu, lakini limeingia ndani ya Qur'ani hufai kulishika. Hata kile kipochi cha Qur'ani hufai kushika. Hata ule uzi wa Qur'ani pia hufai kushika. Uzi jalla jalalu, uzi ule katika Qur'ani sio uzi ule wa kuweka alama. Ikiwa madamu imeshikana na Qur'ani, ule uzi hufai kushika. Ikiwa sanduku ikimetoa Qur'ani hufai kulishika. Ikiwa gombo limeambatishwa na Qur'ani hufai kulishika. Yani Qur'ani imetukuza kila kitu. Innahu la Qur'anun karim, ndio karimu wa Qur'ani. Wajua ukarimu wa Qur'ani kwa njia zote utapata thawabu. Qur'ani ukarimu wake, mwenye kuangalia tu Qur'ani utapata thawabu. Chukua msafu angalie utapata thawabu. Hata usisome, fungua tu utapata Qur'ani. Soma kimoyoni utapata thawabu. Soma kwa sauti utapata thawabu. Hifadhi moyoni utapata thawabu. Itumie Qur'ani utapata thawabu.
Kuibeba Qur'ani pia ni thawabu. Ama muumini kambeba Qur'ani ni thawabu. Nikupe dalili, kubeba kuchukua mswahafu ni thawabu. La yamassu illa mutahhar. Yaambia kama huna udhu, hufai kufanya nini? Angalia. Mimi kwamba kubeba kumbe kuna kushika ni kukubwa zaidi kushinda kubeba. Yaani mswahafu kama huna udhu hufai kufanya hivi tu. Licha kubeba masul Qur'ani wa hamluhu, kugusa na kuubeba mswahafu ufai. Tena ukiwa na janaba hata kusoma Qur'ani ufai. Ikiwa huna udhu waweza kusoma lakini usishike. Wanawake wako hapa wakiwa ada zao za mwezi, wakiwa na hedhi, wakiwa na nifasi, wakiwa wamepakana na wilada, hawafai kusoma Qur'ani wala kushika Qur'ani. Hawafai kusoma Qur'ani wala, yani ile Qur'ani namna gani ilivyoheshimiwa. Na ukidharau Qur'ani ushaumia. Mtu angalia kila alodharau Qur'ani ameangamia, kila alodharau. Soma history. Kuna watu alodharau Qur'ani wakachoma nao baada ya wiki wakachomeka wao. Kuna watu waliokanyaga Qur'ani maguu yakafura kweli kweli. Kuna watu waliokojolea Qur'ani, maana kuna malipo haraka kama Qur'ani. Wakikojolea Qur'ani basi ile ala yao ikafika paka kwenye ardhi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Usicheze na Qur'ani Sheikh. Qur'ani ni kitabu cha Mungu bwana. Be mtumi ile barua yake tu alivyoikata ule mfalme wa Kisra, mtu asamazaka Allahu mulka, Mungu apasue ufalme wake. Swala la kuja, je, hizi karatasi za Qur'ani tuzifanye nini? Unajua Qur'ani katika madrasa chuoni, tuzifanye nini? Wanazuoni kwambia mnazichukua mnakwenda mahali kama msituni ama karibu ya mto mnazizika. Lakini wanazuoni kwambia si vizuri kuchoma. Kuchoma ni kama ihana. Na ikiwa umechoma Qur'ani basi itabidi lile jivu lake lile ufanye nini? Ulizike. Lile jivu la Qur'ani yataka ulizike. Tumefahamu? Kwa Qur'ani kikichanyuka basi wewe ni chukua ile magombo, zile karatasi ufukwe shimo mahali ambapo kwamba hapakanyagwi na watu. Bali kuwa na Qur'ani, ile kuwa nayo ile Qur'ani ni kinga. Swala lilokuja, hizi simu zetu zina mswahafu. Je, zafaa kuingia nao chooni? Je, zafaa kusoma bila ya udhu? Maana simu zote zina mswahafu. Ikiwa ile Qur'ani iko katika skrini, hufai kuingia nao chooni. Lakini ikiwa ndani katika document, waweza kuingia nacho. Kwa sababu haiko kama hapa kuna mswahafu lakini huoni. Na ukiingia chooni kitu kwa jina la Mungu ala nini? Waambie fanyeni lifumbe. Ushakulifumba, kwa mimi nishafumba hapa, naweza kuingia nao chooni. Na je, kushika bila udhu? Wafaa kushika bila udhu. Hata zile tafsiri za Qur'ani, waambie waweza kuzishika bila udhu, tafsiri waweza kuzishika bila ya udhu. Ile lakini sharti ya tafsiri iwe nyingi kushinda tafsiri kushinda Qur'ani yenyewe. Yani maneno ya tafsiri ni mingi kushinda tafsiri. Bali wengine wasema la, tafsiru Jalalaini hufai kushika ila na udhu. Kwa sababu tafsiru Jalalaini yani maneno yake na maneno ya Qur'ani yako kama kuwa sawa kidogo. Yani Jalalaini, maana Jalalaini ni Jalaluddin Suyuti na Jalaluddin al-Mahalli. Maana Jalalaini maana imetungwa na Jalali wawili. Jalaluddin al-Mahalli na Jalaluddin as-Suyuti. Huyo ametunga nusu, mwingine akaja akaimalizia nusu ya pili. Ndio matafsiru Jalalaini. Na wale wa zamani wanazuoni walikuwa wakishika Jalalaini wakitafsiri. Bali mzee wetu alikuwa kusoma kitafsiri Qur'ani bila ya Jalalaini wala nini, akitafsiri tu. Lakini siku hizi ushika kwa Kiswahili saa na wakaziponda tafsiri. Sasa Qur'an innahu laqawlu rasulin karim. Qur'ani imenasibishwa na mtume. Kwa nini kanasibishwa na mtume? Kwa sababu Qur'ani ni ya mtume. Sinaposoma Qur'ani tumsomea mtume, si yetu sisi. Kisha usikie mtume kama mimi, mtume wewe mpumbavu kabisa, mtume kama wewe. Usisome Qur'ani yake, soma Qur'ani yako. Utajua mtume kweli kama wewe. Ukishika mswahafu mtume si kama wewe, Qur'ani ya mtume. Ukielekea kibla mtume si kama wewe, kama mtume kama wewe elekea huko. Kibla ni cha mtume, unajua kama kibla cha mtume?
qad nara taqalluba wajhika fi samaa falanwal kafu nani mbona kwamba falanwalianakum falanwalianaka wewe mtume qiblatan tardaha. Qibla imekuja kwa nakira bi maana ta'dhim. Kanara taqalluba falanwalianaka qiblatan bi maana ta'dhim. Akwambia falanaka alqibla ta'dhim. Tena tardaha amerudiwa nani? Mtume. Akwambia tardaunaha. Tardaha ni fi'lu mudari marfu' bi dhammatin muqaddaratin wa fa'ilu dhamir mustatir juba taqdiru anta wewe. كما قلت ترضون أن يكون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأن من الفاعل خمسة والواو ضمير جمع سجامع إن تقديره أنت ستقديرهم أنتم تena Mungu akatumia tardaha, hakuambia tuhibbuha wala kwamba turiduha au tatrubuha. Tardaha make kuridhia ni kukubwa zaidi kushinda kutaka na kupenda. Ndio msema radhiyallahu anhum wa radu an, yani Mungu kuridhia. Hata kuona wala sawfa yutika rabbuka, hakwambia wala sawfa yutika rabbuka fatuhibbu wapenda faturidu fatarda. Maana tarda ni ukapawa paka ukaridhia, waweza kupawa siridhike. Mfano tajiri amekuita njoo ofisini, ukifika amekupa milioni 1, amekupa milioni 2, utafurahika ufurahiki? Utapenda upende? Lakini ukienda kwa tajiri akakwambia shekhe unataka milioni ngapi wewe, hapo fanya nini? Utaridhika. Nataka milioni 100, 200. Akaja kupatia zile ulosema, basi ndio hapo utaridhia. Lakini akakupa zile alotaka yeye, basi umependa, umepata. Lakini yale matarajio yako wewe ni utake kile ulichokitaka. Mpaka tajiri wengine ukitaka juu atakupa chini, hakupi kile unachotaka. Ukwambia milioni 1 atakupa 500,000. Ndio matajiri wengine. Ndio hata yule mmoja alimwambia imamu mmoja, Ustadh Muhammad Imamu al-Hadhi, alimuuliza mmoja katika wanafunzi, akamwambia nataka uwe na elimu kama nani wewe? Ule mwanafunzi akamwambia nataka niwe na elimu kama wewe Ustadh Muhammad. Ustadh akamwambia umekosea hapa. Kwa nini Ustadh? Akamwambia sema nataka na elimu kama Imamu Shafi. Ukikosa ukishuka fika kwa Ustadh Muhammad. Leo nataka kama Ustadh Muhammad utashuka chini kabisa. Kwa hivyo utakawa juu ufike kati, lakini utakawa kati utashuka chini kabisa. Innahu laqawlu rasulin karim, innahu laqur'anun karim. Angalia Mwenyezi Mungu katika Qur'ani kuna majina 10. Majina hayo ni Qur'ani, majina hayo ni mtumi, majina hayo ni Mwenyezi Mungu, majina 10. Na yote yako ndani ya Qur'ani. Na kuna majina 80 ambao ni ya mtumi na ni ya Mwenyezi Mungu. Lakini majina 10 yametumika kwa Mwenyezi Mungu, kwa mtumi, kwa Qur'ani. Moja ni Karim, moja ni Mubin, moja ni Nur, moja ni Haq, moja ni Adhim. Hata endelea, moja ni Karim. Haya, Qur'ani itwa Karim, Mwenyezi Mungu itwa Karim, mtume itwa nani? Adhim Mwenyezi Mungu, Adhim mtume, Adhim ni Qur'ani. Yote hayo. Nur ni mtume, Nur ni Mwenyezi Mungu, Nur ni Qur'ani. Haqu ni Mwenyezi Mungu, Haqu ni Qur'ani, Haqu ni mtume. Basi kuna majina 10 yameingia huko na huko. Na ile Qur'ani yenyewe, ndani ya Qur'ani imejiita yenyewe majina 55. Ile Qur'ani yenyewe ndani ya Qur'ani majina 55. Na hii hakuna kitabu chochote chaweza kujiita chenyewe kwa majina 55. Hata ukatoa kitabu gani? Wewe ukitoa kitabu utakiita kitabu gani? Utakafu Aurad basi. Ukizidi usema adhkar basi. Ukizidi ita dua 3 hizo. 55 ziko wapi? Lakini Qur'ani yenyewe imejiita yenyewe 55. Na Karim hisabu yake, hisabu ya Karim ni 270. Wasiru fil adadi, na siri iko katika hisabu. Wewe ukitaka hisabu, ukitaka kupata siri ya majina ya Mwenyezi Mungu, basi wewe ni kuwa na hisabu yake. Wajua majina ya Mwenyezi Mungu yana hisabu Majina ya Mwenyezi Mungu yana nini? Yana hisabu. Kila jina la Mwenyezi Mungu lina hisabu. Mengine ni 66, mengine 66,
mengine ni ngapi tena, mengine ni 129 kama mfano Latif. Latif hisabu yake ya ni 129. Hasbunallahu wa ni'mal wakil hisabu yake ni 450. Kwa hivyo ukitaka siri ya majina ya Mungu ni usome kwa idadi ya lile jina lenyewe. Lile jina unalolitaka liangaliwe limetajwa mara ngapi. Allah ni 66. Mimi nataka jina la Mwenyezi Mungu fulani. Basi angalia hili ni ngapi hili? Mfano mimi nataka Rahim 270. Nataka Rauf 250 na mfano wake ona. Kwa hivyo hiyo ndio Karim. Na maana ya Karim maana yake ni mwenye kukirimu. Yaani Mwenyezi Mungu ana karimu, maana yake ni akusamehe. Maana ya karimu akupe hela, maana ya karimu akuheshimu, akupe daraja. Maana ya karimu akukirimu, akupe mke. Maana ya karimu akupe shamba. Maana ya karimu akupe nyumba. Maana ya karimu akupe duka. Ndio karimu. Maana ya karimu akupe elimu. Yote katika karimu. Ndio tuona sisi katika dua yetu ya Ramadhani, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nini? Ya Karim, ya Karim alafu. Wengine ukosea kwamba ya Karimu alafu. Shekhe, hapo ni mudhafu ilayhi bwana. Na hiyo ni daa. Jina la Mungu likiwa peke yake huwa ni dhuma. Lakini likiwa na mudhafu ilayhi huwa ni fataha. Na likiwa na tanwini huwa ni fataha. Na huwa ni tanwini. Innaka latifun ya latifan lam yazal. Wasema ya latifu ya latifan. Na wasema ya amba kwamba kitu cha ajabu ni Allah. Allah ni maarifat. Allah haina nakira kabisa. Wala kuna yote aliyoitwa Allah. Allah ni araful maarif. Katika maarifa zote basi Allah ndo araful maarif. Yani araf. Na katika jina la Mungu ambalo kwamba linazoswarifika sana ni Allah. Allah ni harfu ngapi? Alifu, lamu, lamu, he, harfu 4. Basi katika ajabu yake utaka kuondosha harufu ni jina la Mungu. Harfu ya kwanza nini? Alif. Ondosha alif. Lillahi ma fi samawati. Lillahi nani hapa? Alhamdu lillahi. Umeona? Umeondosha alif. Ondosha alifu na lamu. Imebakia nini? Lamu na he. Lahu ma fi samawati. Lahu ma fi samawati. Tumeondosha harufu nyingine. Ondosha alifu na lamu. Na lamu bakisha mwisho huu. Huwa ndo huwa. Huwa ndo huwa. Na hiyo huwa ndo huwa. Na hiyo huwa ndo kubwa. Katika majina Mungu kubwa ni huwa. Ndio ikeko mwanzo. Na ukiona katika Qur'ani huwa bimaana ana. Huwa alladhi arsala rasulahu. Huwa alladhi ba. Mwenyezi Mungu mbona ametika huwa maana yake ni mimi. Sallu ala nabi. Ukiona la ilaha illa lakini huwa alladhi arsala maana ana alladhi arsaltu. Huwa alladhi ba'atha ana alladhi ba'athtu. Kwa utumia kwa huwa kama nilivyosema kwa dhamiri katika Kiarabu ina nguvu kushinda jina lenyewe. Kusema inanzanna ina kubwa, sio sema inanzanna alqur'ana fi lailatul qadr. Haina kubwa kama inanzanna. Ile he ndio kalbi, ndio moyo wa kila kitu. Ndio angalia katika Qur'ani la ilaha illa huwa ni nyingi kushinda la ilaha illa Allah. Katika Qur'ani la ilaha illa Allah ni kidogo sana, lakini la ilaha huwa ni nyingi. Angalia la wansanat na pale ndo kwenye majina mingi ya Mungu la wanzana hada alquran ala jabalin la raita khasha mutasaddim khashati la wa tilka thana dhimna tafaka huwa Allah alladhi la ilaha illa huwa kisha arrahmanur rahim wallahu alladhi la ilaha alimul ghaibi washahadati huwa arrahmanu makallahu alimul ghaibi washahadati huwa arrahmanur rahim wallahu alladhi la ilaha almaliku alquddus assalam almu'min almuhaimin yote majina Mungu haya. Na katika ajabu ya Qur'ani suratul Mujadala hakuna sura iliyotajwa Allahu nyingi katika Qur'ani kama suratul Mujadala. Hakuna aya, angalia katika Mujadala hakuna aya hata moja ila kuna Allah. Hakuna aya hata moja ila kuna Allah. Wallahu alladhi aya hata moja. Na katika mahali pengine pata jina Mwenyezi Mungu ni Ayatul Kursi, lakini Ayatul Kursi imetajwa kidhamiri. Ayatul Kursi imetajwa kidhamiri. Tuna huwa Allahu huwa ni Mwenyezi Mungu Allahu alladhi la ilaha huwa Mwenyezi Mungu al-hayyul qayyum Mwenyezi Mungu la ta'khudhuhu Mwenyezi Mungu sinatu wala nawm
lahu Mwenyezi Mungu, ma fi samawati ma fi man dhal ladhi yashfa'u indahu Mwenyezi Mungu, ila biidhnihi Mwenyezi Mungu, ya'lamu huwa ma baina din wa ma khalfahum la yuhituna bi shay min ilmihi Mwenyezi Mungu, ila bima sha'a ni Mwenyezi Mungu, wa huwa al-aliyyul azim. Hapo kumetaja Mwenyezi Mungu karibu majina 17. Majina Mwenyezi Mungu 17 ama 18, moja katika hao ndio ikawa ina siri ile Ayatul Kursi. Kwa hivyo Allah, kwa hiyo tutakapokuondosha lahu, na hivyo kwa hivyo na wale watu wa dhikri wakisema huwa, wakisema hu, wakisema ukisema maana umetaja jina la mwanzo la Mungu na jina la mwisho, ndio maana sile ni Allahu. Sasa umeanza alifu, umeondosha zile lamu mbili, umesema kwa hivyo ni kama kuna makosa sema umeanza mwanzo, ni ile jina la ufupi. Kwa hini maana ni makubwa. Na Al-Karim, na sisi tunataka karama ya Mwenyezi Mungu. Ule Ibn Arabi akwambia Al-Karim ina tafsiri 16. Al-Karim ina tafsiri ngapi? Maana ni ule mwenye kusamehe, ndio maana karimu. Asolaumu, asotesa, mwenye kutoa, mwenye kutukuza, mwenye kuondosha matatizo, yote katika karimu. Mwenye kukirimu, maana karim ni kukirimu. Maana kukirimu sema ni utukufu. Karimu make ni mwenye kukuinua. Karimu ukiomba msamaha kusamehe ndio karimu. Kwa hini Ibn Arab akwambia Al-Karim ina tafsiri 16. Kwa hini ndio tukiingia katika karimu tutaingia mbali kwingine. Na nyinyi pia mmenikirimu kuja hapa kunisikiza. Pia katika karamu yenu. Maana mmeacha wakati wenu, mmeacha shughuli zenu, mmekuja hapa mkanisikiza ni katika karamu yenu. Na kuna mwenye karamu kubwa kama Mwenyezi Mungu. Angalia ile ya Balqis. Alipopata barua kutoka kwa Nabii Suleiman anasema inni ulqiya ilayya kitabun karim. Nini maana kitabun karim? Unajua maana kitabu karim? Maana nimeletewa barua ambao kwamba imefungwa. Tupo imetoka kwenye bahasha imefungwa, ndo karim. Kitabun karim. Kitabu si Qur'ani, kitabu ni barua. Maana yake bi maana imefungwa. Na maana mengine makhtum, maana yake imepigwa muhuri. Ndio ulkia ile ya kitabu karim. Na maana nyingine huyu mwenye barua ataka kujibishwa haraka. Inukia kitabu karim, maana barua ya haraka speedy. Yatakapo hapo ujibishi. Tena barua ilikuwa fupi tu. Innahu min Suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'alu alayya wa atuni alla ta'alu alayya wa atuni muslim. Bas swali basi, mbona Nabii Suleiman amejitanguzia innahu Suleiman kwa sema innahu bismillahir rahman. Sasa shekhe, tukuulize wewe, kwenye nje ya bahasha utaandika nini? Kutoka kwa fulani, from fulani, ama utaandika vipi? Innahu bin, maana mimi ni from, maana from ni kutoka, au ule mbele utaandika ile maudhui yako nje ya bahasha paka fungue. Alipofungua ndani innahu, msema innahu bismillahir rahmanir rahim, ndani ndio iko bismillah. Kisha Nabii Suleiman aliogopa wasidharau bismillah, akaona itie ndani pale. Ndio hata ule mtu mmoja kulikuwa na mahali watu wamealikwa karamu. Sasa yule bwana hakualikwa, na ataka kula pilau. Mtaingia vipi? Na wale wako mlangoni wataka lazima uwe na kadi. Maana siku hizi ukiingia kwenye pilau paka uwe na kadi. Kama ya harusi, kama una huingii wewe. Maana ile pilau haisui kuliwa paka uwe na kadi. Kama huna kadi basi ile pilau nayo itakuwa hailiki. Sasa watu wote wameletwa kadi, bwana kuletewa. Na ataka kula, mfanye nini? Basi aliamua aingie. Akifika pale akaenda kanunua bahasha dukani na karatasi nyeupe akatia ndani, akambatisha ile bahasha. Akifika mlangoni amwambia yule mwenye mlango, askari, mimi nina barua ya bwana harusi. Na barua ya? Basi yule askari amepita. Akifika kwa bwana harusi, na barua yako, lakini mwanzo ngoja nile mimi. Akapiga akala mpaka shiba. Akamwambia nipe barua. Ule bwana harusi akipaa haikuandika from wala to, haikuandikwa kutoka kwa nani wala enda kwa nani. Akapaa barua hii mbona kuandikwa kutoka kwa nani wala kutoka kwa nani? Akamwambia bwana ule mwenyewe alikuwa na haraka sana, hata hakuwahi kuandika hivyo. Tena akamwambia haya. Hangoja ifungue. Akifungua karatasi nyeupe, akamwambia simekwambia ile haraka yake hata ndani hakuwahi kuandika kitu. Ameleta hivyo hivyo. Mwingine alionekana andika barua, majasho mtoka andika.
Jamaa kamuuliza, hiyo barua wampelekea nani? Akasema najipelekea mimi. Ati mwenyewe jiandikia barua. Haya, umejikia barua, umejijulisha nini au umejarifisha nini? Akamwambia salala jamaa, barua hata haijanifikia, nitajua wapi umejiarifisha nini? Ngojeni niandike, nitie katika bahasha, nipeke katika sanduku la posta, iende kisha irudi, kisha nifungue tambia, lakini hata haijanifikia, nitajua wapi nimeandika nini? Mimi nimeandika, ngoja inifikie kisha nitajua nimeandika nini. Na kuna mmoja aliambiwa muache mke wako kwa maneno mawili tu, usidishe la tatu. Maneno mawili tu. Basi yule bwana alifanya nini? Aliandika kunti fa binti bas. Kunti fa binti. Yeye mwandikia mke wake, amwambia kunti, ulikuwa ni mke wangu, fa binti, sasa ni mtoto wangu, tafaje kuoa kukuingilia na mtoto wangu? Kwa hivyo katika kunti fa binti ikatwalaka shapita. Kunti fa binti makisha kwa mtoto si mke wako tena. Yani watu walivyokuwa na kwa hiyo Nabii sema Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin, basi msifanyeni kibri, wa atuni muslimin. Ndio akasema inulkia kitabu karim. Tena posta yenyewe nani? Hudhud, ndege tu ndio walipeleka ile barua. Kwa akasema ulkia ile kitabu karim, yani barua ya mheshimiwa. Karimu ni maana mtu mheshimiwa. Karimu ni mwenye kutukuzwa. Karimu ni pepo. Ukiona katika Qur'ani kuna ajrun karim na kuna rizqun karim, maana yake ni pepo. Katika Qur'ani kuna rizqun karim na ajrun karim. Hiyo ndio karimu ambao kwamba tumeweza kueleza. Mwisho Ratibul Haddad ni uradi wa Qur'ani na hadithi. Ile kusema Ratibul Haddad maana yake Haddad ameukusanya, sio maana ameutunga yeye. Usimsitaki uradi wa Ratibul Haddad, taka uradi wa Mwenyezi Mungu na mtu hiya, kwani mtu akiandika kitu anchake. Angalia kitabu za hadithi, Sahih al-Bukhari. Bukhari na hadithi gani? Sahih Muslim, Sunan Tirmidhi, Imam Tirmidhi na sunna zake. Yani maana mudhafu ilayhi si maana kitu ni chake, ni maana yeye amekusanya. Mupo? Sasa ukisema istablul baqari, zizi la ng'ombe, ng'ombe ana zizi. Kunasibisha haimaanishi ni chake. Kunasibisha haimaanishi ni yeye amekusanya Ratibul Haddad. Na sababu ya kutunga Ratibul Haddad, Al-Haddad huyu ni mwanachuoni aitwa Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Na sababu ya kutunga, pale Tarimu kulikuwa kuna majini wengi sana. Na hao majini walikuwa wakichukua, wakijepa watoto wachanga. Wakiona mtoto mchanga, mama amemwacha mtoto katika kitanda, akienda jikoni, akienda chooni, akitoka mtoto hayupo. Yani walikuwa wakijepa sana watoto. Wakamwambia Maulana Haddad, majini wajepa sana watoto. Akamwambia basi ngoja niwakusanye uradi wa Qur'ani na hadithi, kisha musome, majini hatafanya. Basi aliposoma uradi kama ono, ikawa majini hawachukui tena watoto, wakakomeka. Wajua kuna nyuradi tatu. Kuna Ratibul Haddad, kuna Ratibul Atwas, kuna Wirdul Latif. Haddadi ni ya majini, Atwasi ni ya wachawi, Wirdul Latif ya binadamu. Utajikia na binadamu ni Wirdul Latif, utaka wachawi ni Atwas, ukitaka majini ni Haddad. Na Ratibul Atwasi ukitaka siri yake ni usome mara 41 mpaka fasuna al-qawm al-kafir 41. Na katika sharti yake ukisoma Ratibul Haddad hafai mtu kuingia wala kutoka, aingiao sitoke na tokao siingie. Ndio katika ile siri yake. Na mwenyewe akitoa Abubakar Habib Omar bin Abdurrahman Atwas, Habib Omar bin Abdurrahman Atwas. Na huyu ajabu ametunga vitabu vingi, lakini kwa hataki nasibishwe jina lake. Isipokuwa Ratibul Atwas tu ametaka inasibishwe jina lake. Maana Ratibul Atwas ni katika dua zenye kubatilisha uchawi na wachawi. Habib Omar bin Rahman Atwas. Na katika ajabu zaidi, Habib Omar bin Rahman Atwas ndio alomsomesha Habib Abdullah bin Haddad. Mwenye Ratibul Haddad amesomeshwa na mwenye Ratibul Atwas. Na Ratibul Atwas ni Qur'ani na hadithi ametia Fatiha. Na ajabu katika hawa watu wawili hawa wote walikuwa zipofu. Omar bin Rahman Atwas alikuwa kipofu na Habib Abdullah bin Haddad alikuwa zipofu. Kwa wote zipofu na wote wamesomeshana na wote ni wanazuoni.
Wote wawili ni zibofu na wote wawili ni wanazuoni, lakini walikuwa hawana macho ya nje, wana macho ya ndani. Sisi tunao ya nje, ya ndani hatuna. Habib Abdullah bin Haddad bin Ratib al-Haddadi alipozaliwa alikuwa kipofu. Alipokuwa kipofu, mamake akamuota Mtume, akamwambia Rasulullah, mwanangu haoni. Akamwambia usijali wewe, mwanao nimemkosesha macho ya nje, nitampa macho ya ndani. Sallallahu rasuli Muhammad. Wajua kuna baswar, kuna na baswir eh? Baswar ni ya nne ya nje, baswiri ni ya ndani. Na kuna tofauti kusema raa na nadhara, pia tofauti. Raa ni kuona kitu bila kusudia, nadhara ni kuangalia kitu kwa kusudia. Mimi naangalia kamera ine, basi hapa ndo tuko nadhara. Mimi nimepita tu nikaona, ndo raa. Tuko Maki katika Qur'ani hutumika na absir, basir ni kuona macho ya ndani. Kwa Maulana Haddadi akawa ana macho ya ndani. Angalia mtu kipofu akatunga vitabu tele ametunga, bila macho shatunga kitabu. Kipofu akifanya dawa, akifanya tablighi tena bila kushikwa mkono, akaenda majabalini Tarim, enda kufanya dawa, wala shiki mkono, hakushikwa bakora mpaka majabalini. Kipofu alikuwa akisomesha watu. Kipofu alikuwa na maktaba yake, akijua kila kitabu. Ukimuuza masala yote akwambia nenda kitabu, enda maktaba yangu, mstari wa 2, kitabu cha 3, gombo la 20, utaona mambo yako. Kipofu ajua vitabu vyake, na ajua katika shelfi, na ajua gombo la ngapi. Kipofu alikuwa akiswali dhuha misikiti yote ya Tarim, kila msikiti akiswali kila msikiti. Kipofu alikuwa akifuturisha watu. Leo kipofu si uomba, yeye akifuturisha watu. Maulana Habib Abdullah al-Haddadi kila siku ya Ramadhani nyumbani kwake alikuwa akifuturisha watu, akiwapa chakula watu 300. Tajiri gani aweza kuwafuturisha watu 300? Ila kama ana kampuni, ana shamba, ana magari, ana maduka. Yeye hana mashamba, hana magari, hana maduka, hana biashara, akifuturisha watu 300 Ramadhani yote. Tena alikuwa na wake zake, akawapa fatwa kwa wake wafanye taakhiri ya magharibi kwa sababu kufuturisha watu. Na atakuwa amefuata kauli ya nani? Ya Imam Shafi, qaulul qadim. Imam Shafi katika magharibi ana qaulul qadim na qaulul jadid. Qaulul jadidi magharibi ni dakika 15. Qaulul qadimi magharibi ni paka isha. Na baina magharibi na isha ni saa 1:15. Kwa ukifuata qaulul jadidi ni dakika 15. Ukifuata qaulul qadimi ni saa 1:15. Na Ratib al-Haddadi ina wakati wake. Na Ratib al-Twasi ina wakati wake. Na Urdu Latifi ina wakati wake. Urdu Latifi ni asubuhi. Ratib al-Twasi ni jioni, baada ya asri saa 11 saa ngapi. Ratib al-Haddadi ni baada al-Maghrib. Baada al-Maghrib ama baada al-Isha. Na wengine husoma siku ya Jumatatu, wengine husoma Alhamisi, na wengine husoma temu. Yani hizi ndio nyakati za kabuli ya Ratib al-Haddadi. Kusoma baada al-Maghrib, Ratib al-Twasi kusoma baada al-Asri, na asubuhi kusoma Urdu Latif. Na ukitaka atasoma zote. Na ukitaka siri ya uradi wote, siri ya dua yote, mwanzo tanguliza Yasin. Ukitaka kusoma dua yote, mwanzo anza Yasin. Ushakusoma Yasin ndio ushapata kabuli. Sababu Yasin ndio qalbul Quran. Ukishapata qalbul Quran na ukapata qalbu kwa moyo wako, au ukasoma usiku ukapata qalbul layl, ukasoma saa 8 za usiku, basi ni kabuli tu. Ukaenika saa 8 za usiku ukapiga Yasin, ushapata. Kisha sasa usome na moyo wako uwe hadir, ipatikane qalbu 3, basi kabuli iko. Qalbul Quran wa qalbuka wa qalbul layl, moyo wa usiku na moyo wa Qurani. Na make Mtume asema inna likulli shay qalban wa qalbul Qurani. Na mtu yote kila siku akisoma Yasin asubuhi atakuwa na furaha na mambo yake yote atakuwa vizuri. Kila siku asubuhi usitoke nyumbani mpaka upige Yasin. Na usiku ukisoma Yasin wakati kulala, basi ukiamka utasainuka na umesamehewa madhambi yako yote. Ukilala kwa Yasin. Hata yule Said bin Jubairi, kuna mtu alikuwa kisha akamsomea Yasin, ule mtu akapona.
mtu kisha akamsomea Yasin. Yani Yasin nayo ina sira. Katika Urdu Latifi kuna Yasini, kuna Idha Waqati, kuna na nini? Tabarak. Hizi sura. Lakini ukitaka ufungulike mlango wa riziki, ongeza na sura 2. Baada hizo 3 ongeza na 2. Ongeza suratul Muzammil. Suratul Muzammil ina faida 2. Faida ya kwanza, ukiendelea ukidumisha suratul Muzammil utamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukisoma ama ukipiga mara 41 utamuona Mtume Sallallahu alaihi. Hiyo ndio faida ya kwanza. Faida ya pili, utafungua milango ya riziki. Kufungua milango ya riziki basi ni suratul Muzammil. Kisha sura nyingine ni suratul Twaha. Ukitaka kuipata maki hapa Sheikh Hussein ndio mtu wa madua basi. Suratul Twaha ukitaka kuweza kabla alfajiri. Ukisoma kabla alfajiri, maki suratul Twaha ni katika sura ya kubatilisha sihiri. Hata kama nguo ama nyumba unashaka imerogwa ama gari ama chote, soma suratul Twaha basi ile siri itaondoka. Suratul An'am ya maadui, kia maadui kusumbua soma An'am. Ukia mambo ya majini, suratul Swafat. Swafat ni majini, Twaha ni sihiri, An'am ni maadui, kuangamiza maadui. Na suratul Twaha wenyewe kwamba ni mujarabu, ukisoma kabla alfajiri ama baada alfajiri hukosi riziki siku ile kabisa. Hutolala na njaa. Kila siku ukapiga suratul Twaha basi hulali na njaa. Kwa hivyo ina riziki, ina ibtalu sihri. Na An'am ina hilakul adui na ina shifaa la amrad. Mtu mwingine akiwa mgonjwa mpigie An'am. Kipigia An'am atapona maradhi yake. Maki An'am. Tena hasa akifika pale katika Allahu 2 basi pale ndo atiania. Hakuna katika Qur'ani mahali mkusanyika Allahu 2 kama suratul An'am. Pale Allahu ya kwanza. Na mzee wetu alikuwa na siri yake 2. Siri ya kwanza, mzee akisoma suratul An'am akimwambia wanafunzi asome kwa mguu mmoja. Hatari Sheikh Hassan ya. Uinuke usome An'am, mguu umeuinua usiteremshe chini mpaka umalize. Basi wewe hapo utakuwa ushaimaliza suratul An'am, usome kwa mguu mmoja. Usiweke mguu chini. Na ukisoma mara 7 basi umemaliza. Au kusoma mara 41. Kuna mtu mmoja alijepewa tukampigia An'am 7 basi vitu vyake vyote alivipata. Dhahabu nini zote. Maki An'am ni hatari. Kwa sababu ile An'am iliteremshwa usiku, tena iliteremshwa jumla tawahida, iliteremshwa yote. Na ilishindikizwa na malaika 70,000. Ndio pia wana tasbih. Yaani imeshindikizwa na malaika suratul An'am. Kuna suratul Muzammil 41 ni kumwona Mtume, na kusoma kila siku ni kumwona Mtume, na kusoma kila siku. Na zile kila sura za Mtume huwa ni riziki na adai. Kama suratul Muhammad kazi yake ni hivyo hivyo, ni adai na riziki. Na kuna riziki kubwa kama kumwona Mtume Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. kwa hiyo utapata riziki hisa wa maana. Wajua watu wana riziki ni hela tu na chakula. Riziki si hela na chakula. Hata ukipendwa pia ni riziki. Na kama upendo umekosa riziki wewe. Kule kupendwa, mwangalie Mtume alimwambia Sayyidatina Khadija alisemaje? Inni ruziktu hubbaha. Inni ruziktu mimi nimeruzukiwa kupenda ndio riziki, na kupenda ni bahati. Na katika riziki ni afya. Riziki ni nguvu. Riziki ni elimu. Riziki ni watoto. Riziki ni bahati. Riziki ni radhi za Mwenyezi Mungu. Zote katika riziki tu. Riziki ni paka kitu, kule kusoma pia ni riziki. Kule kusoma pia ni riziki. Kwa hiyo riziki si riziki ya senti tunasema riziki ni na riziki ni Razak. Na Razak ni jina la riziki. Wewe ukitaka riziki kila siku sema uradi ya Fattah ya Razak, basi utapata riziki kila siku mara 100 Fattah ya Razak. Na ukitaka elimu ya Fattah ya Alim, ukitaka riziki ya riziki Razak. Na majina Mwenyezi Mungu aweza kutumia kwa popote, bora ni yako. Maana Qur'ani ni dua, na utaona kwingine si dua lakini ni dua. Kula Allahu ahad, iko wapi dua? Lakini dua kula Allahu ahad. Alhamdulillah dua idina siratal mustaqim sirata, lakini kula Allahu ahad. Tabati adani dua pia. Tabati adani kumangamiza adui, usome bila bismillah. Na tabati adani kusoma rafu utamuota Mtume. Kuna sura fulani ukisoma rafu utamuota Mtume.
miongoni mwa tabati yada na inatoinaka na lilafi na alamtara na inanzanna. Ukisoma mara 1000 utamwota mtume. Na ajabu, alamtara kazi mbili ufanya: kuondosha balaa na maadui na masidi ni alamtara, na kumwota mtume pia ni alamtara. Ukisoma mara 1000 ile ni yako. Mimi nasoma alamtara mara 1000, nataka niepushe na maadui na masidi, Mungu atakuepusha. Nasoma alamtara mara 1000, nataka nimwote mtume. Lakini utakadua ya mtume mpaka ile Lailatul Jumaa. Ukisoma Lailatul Jumaa basi wewe utafanya nini? Utamwota mtume, swala mtume na zinginezo. Kwa hivyo haya ndio machache tumeweza kusoma. Bali hata jina la mtume ukisoma kila siku ya Muhammad 22 pia utamwota mtume. Kabla kulala ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam utamwota mtume. Inshallah Mwenyezi Mungu atuoneshe mtume ya qadhatan wa manama. Tumuone manama wa yaqadhat. Maki mtume mwanzo tumuona usingizini, kisha tumuona wazi live. Alama mwanzo kumwona mtume tumuota katika usingizi, kisha tumuota live. Na ukimwota sana mtume ni alama mwema, ni alama rahma, ni alama kuingia peponi. Na ukiendelea zaidi utakuwa ukimwona mtume pale unapotaka. Kuna watu wamwona mtume masaa 24 kila saa wamwona mtume. Kuna wengine wakisoma dua fulani muota mtume. Na kuna wengine usoma mko akabaki kama ona mtume. Na kuna wengine mtume naye hataki kwa wamuone. Mmoja mkora muhuni alikwenda kwa Said Muhammad maarufu. Huyo kwa mwanachuoni wali anaikuru. Akamsema Muhammad ameona mtume. Wewe umemwona mtume? Amemwona mtume. Ambaye muongo wewe. Wewe huwezi kumwona mtume. Wewe hali yako nini? Mambo yako haya ni muona mtume. Wewe muongo wewe. Wewe ungekuwa kumuona Kalasinga muhindi ule amepiga kiemba na ndevu mweupe fulani mtume ule. Mtume hawezi kuja kwako wewe. Mtume mpaka aje kwa mtu mwema, mtume mpaka aje kwa mtu mzuri, wenye macho humuona. Basi kwa kina Maulana Haddadi walikuwa kimuota mtume kama wakimuona wazee. Kina Abul Hasan Shadhili wakimuona mtume, nasema la tujibani ruat Rasulullah sallam tarfataini madatul muslima. La tujibani ruat Rasulullah sallam tarfataini madatul muslima. Asema lao kipepesa jicho kama sikuona mtume najisabu si Muislamu. Akipepesa tu. Na Abu Abbas Musi. Na katika alama mwanafunzi kwa kuwa ni amefaulu katika wanafunzi kumuona mtume. Mwanafunzi kumuona mtume wasio ni mwanafunzi kweli. Sisi walimu wenyewe tumuone mtume kwa wanafunzi. Mwenyezi Mungu aliye na ladhina sami'a qala fatima sana wallahu rasuluhu alam. Alafu minkum.